السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال، ثم الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. الحمد لله. Jana kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala tulianza katika mlango wa zaka katika kitabu chetu Ar-Risalatul Jami'a tukitumia sharhi ya Al-Budur At-Tali'a, sharhi Risalatil Jami'a. Tuliona zaka na dalili min al-Qur'ani wa sunna wa ijma'ul umma juu ya ulazima wake. Leo tumefikia katika sehemu tukasema kwamba tutaelezea kuhusu zaka kilugha na kisheria. Unasema wazakatu lughatan, na zaka kilugha. Nini maana ya zaka kwa lugha ya Kiarabu? Maana ya zaka lughatani annama. Ni nini annama? Tutaona nini ni maana annama. Wat-tathhir wal-islah wal-madah. Yuqalu, husemwa zaka zar'u idha nama. Zaka zar'u, yamezidi makulima. Kwa hivyo maana ya zaka katika lugha ya Kiarabu ni kitu kuzidi, an-numu. Sawa, kama vile mchele ukiweka vile unavufura ukajaa ukapika kilo moja, lakini kabidi utume sufuria kilo moja na robo labda. Kwa sababu ya nini? Kule kufura. Ndiyo maana ya nini? Az-zaka. Vile vile tumesema az-zakani at-tathhir, kama Allah tabaraka wa taala anaposema qad aflaha man zakkaha, hakika amefaulu yule ambaye kwamba ay taharaha, yule ambaye kwamba aliyetahirisha na kuisafisha nafsi yake na madhambi. Kwa hivyo maana ya zaka, maana ya pili kilugha ni at-tathhir au aslahaha. Maana ya zaka ni maana ya al-islah, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema fala tuzakku anfusakum. Sawa, fala tuzakku anfusakum ay la tamdahuha, musijisifu. Sawa, musijisafishe. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah tabaraka wa taala yeye ndiye ambaye kwamba anayejua zaidi yule ambaye kwamba ni mcha Mungu. Kwa hivyo tumeona maana ya zaka katika lugha ya Kiarabu, ima ni annama, ima ni at-tathhir, ima ni al-islah, ima ni al-madah. Wa shar'an ama zaka katika sheria ya Kiislamu hukusudiwa nini? Anasema ni ismun, ni jina ambalo kwamba linalotumika lima yukhraju an malin au badanin, ni jina ambalo kwamba linalotumika katika kutoa zakatul mali au nini, zakatul abdani. Kama zakatul fitri, hii ndio inaitwa zakatul abdani. Zakatul mali ni ile zaka ambayo kwamba inatolewa katika mali ya biashara. Kwa hivyo ni ismun lima yukhraju an malin au badanin, sawa, ambapo kwamba hii ni zakatul fitri kama tulivyotangulia kusema. Kisha ala wajhin makhsusin, maana ya zaka kisheria ni mali ambayo yanayotolewa kwa namna maalumu, na kama tulivyotangulia jana kusema yanayotolewa kwa watu maalumu, yanayotolewa kwa kiwango maalumu, na mali yanayotolewa kwa wakati maalumu. Sasa ulama wanatuambia kwamba kuna shurutu ujubu zakati khamsatun. Ili uwajibike kutoa zaka ni lazima wewe kama mwenye mali au kama Muislamu, ni lazima kupatikane sharti tano.
Zikipatikana hizi sharti tano, wewe kama Muislamu basi umewajibika kutoa zaka. Sharti ya kwanza ni al-Islam, ni lazima uwe ni Muislamu. Ina maana kwamba hata kama una mali lakini bado hujabatikiwa kuingia katika Uislamu, hujawajibika kutoa zaka. Sharti ya pili, walhurriya, ni lazima uwe ni mtu ambaye kwamba hujamilikiwa. Na maana ya mtu kumilikiwa ni mtu ambaye kwamba hawezi kufanya chochote isipokuwa kwa idhini ya bwana wake. Si hawa wafanyaji kazi, la, ni yule mtu ambaye kwamba kama ulama wanavyotuambia, mtu aliyemilikiwa tofauti yake yeye na ng'ombe inakuwa ni katika kuchinja tu peke yake. Lakini ng'ombe unaweza ukaenda naye sokoni ukamuuza, na mtumwa vile vile. Ng'ombe unaweza ukampatia mtu zawadi, basi vile vile. Ng'ombe anarithiwa, basi na hata yule mtumwa pia naye anafanya nini? Anarithiwa. Ng'ombe anauzwa, basi hata huyu pia naye. Ng'ombe anafanyishwa kazi, hata huyu anafanyishwa. Tofauti yake labda ni kule kufanya nini? Kuchinjwa tu. Huyu ng'ombe unaweza kumchinja, huyu huwezi kumchinja. Kwa hivyo sharti ya pili, walhurriya, lazima mtu awe ni muungwana, si mtumwa. Sharti ya tatu ni lazima kile kiwango kinachotakikana katika zile zaka kiwe kimetimia, ndiyo utawajibika. Ukiwa ni Muislamu, ni muungwana, una mali, lakini bado kile kiwango kinachotakikana hakijafika, bado hujawajibika kutoa zaka. Sawa? Vile vile sharti nyingine, watayqinul wujudi, ni lazima uwe na yaqini. Siseme kwamba mimi bwana, mimi najua nina mali, mimi najua nimeachwa mali mingi sana, mimi najua bwana nina kadha. Ni lazima tuwe na yaqini na kile ambacho kwamba wewe unachodai umekimiliki, uko nacho. Ama kwa lugha nyingine, tuwe na yaqini kile ambacho kwamba ulichonacho unaweza kukifikia wakati unapotaka. Hapo ndio utakuwa umewajibika kutoa zaka. Lau utakuwa uko na mali lakini yako sehemu ambayo kwamba wewe hauwezi kuyafikiria, au yako sehemu ambayo kwamba yameziwiliwa, basi itakuwa huna wajibu wa kufanya nini? Wa kutoa zaka katika wakati kama huo. Tukiendelea mbele, fala zakata ala kafirin. Hivyo tumesema ikiwa sharti lazima uwe Muislamu, basi kinyume chake asiyekuwa Muislamu hawajibiki kutoa zaka, awe katika dini yote atakayekuwa. Vile vile waraqiqi, na mtuma, wa mukatabin. Mukatab ni mtu ambaye kwamba ni mtumwa, lakini yule ambaye kwamba aliyemiliki akamwambia ya kwamba bwana, ukiniletea kiwango fulani cha pesa. Na tusisahau kwamba asili ya mtumwa huwa hamiliki. Hata ikiwa kuna mtu ambaye kwamba amemilikiwa, ana ndugu zake wamekuja wakampatia kitu fulani, mathalan saa, nguo, yule bwana ambaye kwamba aliyemiliki ndiye ana haki ya kuweza kuchukua kile ambacho kwamba alichopatiwa, na wala hana madhambi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye na anachokimiliki chote ni mali ya nani? Ni mali ya yule ambaye kwamba aliyemiliki. Lakini sasa huyu ambaye kwamba ni mtumwa, ni mukatib, ni mtu ambaye kwamba aliyemilikiwa, lakini wakakubaliana, au yule bwanake akamwambia ya kwamba bwana, ukiniletea 100,000 au 200,000 mimi nitakuacha huru. Yule atamwambia ni sawa, nitatoa wapi hizo pesa? Atamwambia nitakupatia nafasi ya kuweza kufanya kazi kwa muda fulani, sehemu zingine uwe kama mtu ambaye kwamba uliajiriwa, ulipwe zile pesa, uzieke mpaka kifike kile kiwango ambacho kwamba mimi ninachokitaka. Ukisha kunikabidhi kile kiwango ambacho kwamba ninachokitaka, na baada ya hapo utakuwa wewe uko huru. Sasa katika muda huu ambao kwamba walioandikishiana ya kwamba ukiniletea kitu fulani, na yeye akawa ana uwezo wa kumiliki, sasa hapa pia bado itakuwa hajalazimika kutoa zaka mtu kama huyu, hata kama yuamiliki, lakini bado hajakuwa ni mwenye kuumiliki kikamilifu. Na vile vile pia hatuwezi kutoa zaka katika vitu ambavyo kwamba ni za wakfu. Ima hii mtu amejitolea kabisa, amejenga majumba yanarentiwa,
alhamdulillah, zaja pesa zatoka kila mwezi za kwa bank, lakini mimi nimetoa ni wakfu lillahi ta'ala. Kwa hivyo zile pesa zote ambazo kwamba zinazopatikana katika ule wakfu, ikiwa imekusudiwa ima ni fukara, zile wakfu zimekusudiwa ni za mafukara, au ni wakfu za msikiti, au ni wakfu za wajani, au hizi ni wakfu za mayatima, au ni wakfu za watu ambao kwamba hawajiwezi kwa namna yoyote vile, basi hata haya mali pia yatakuwa hayana ulazima wa zaka. Kwa hivyo tusije mara nyingine tukapiga kelele, mbona haya sawa mali ya msikiti au hizi wakfu za madarasa au hizi wakfu fulani, mbona hatuoni zaka zake, na pesa ziko katika banki na zazungukiwa na mwaka na zaongezeka na zatoka pole pole, kwa nini hazitolewi zaka? Ni kwa sababu hizi ni wakfu kwa ajili ya kitu fulani, na kitu chochote ambacho kwamba kilichowekwa wakfu katika sheria ya Kiislamu huwa haiwajibiki kutolewa zaka. Inshallah taala kesho tutakuja kuona fayajibu ala almuslimi ma'rifatu anwa'i al-amwali al-wajibati fiha, ni mali gani ambayo kwamba Muislamu ni lazima ajue ni mali gani ambayo yanayofaa kutolewa zaka, na mali ambayo kwamba yanayowajibika kutolewa zaka. Wa hiya naamu, ni wanyama hoa, wanyama wale ambao kwamba wanaofugwa ndani ya majumba, ambao kwamba wanaokusudiwa hapa ni ng'ombe, mbuzi, kondoo, na zile nchi ambazo kwamba zinazofunga ile jamus, nyati. Sawa, kuna yule amekaa kama ng'ombe. Kuna baadhi za nchi ambapo kwamba wanamfuga kama vile ng'ombe, anapelekwa malishoni, anaregeshwa, naangaliwa, anashughulikiwa. Pia huyu pia ataingia ikiwa ni mnyama ambaye kwamba anaye. Kwa hivyo naam, ni wanyama hoa, wanyama ambao kwamba wanaofanya nini, wanaofugwa ndani ya nyumba. Wanaqdani, an-naqdani ni adhahabu wal fidda, dhahabu na fedha. Sasa huku kwetu sisi hatutumii tena dhahabu wala fedha, tunatumia pesa. Sasa zile pesa zinapigiwa hisabu ya kile kiwango. Tukifika katika an-naqdani dhahabu wal fidda, tutaona ni kiwango gani ukiwa unamiliki dhahabu na fedha unawajibika kutoa zaka, basi ndiyo vile vile itapigiwa hisabu katika nini, katika pesa. Pesa haipigi pesa kama pesa, hapana, kwa sababu katika sheria hakuna nini pesa, katika zinazotolewa zaka hakuna pesa. Sasa zile pesa ili tupate kiwango chake cha zaka ni lazima tutaleta katika nini, kiwango cha dhahabu ama kiwango cha fedha. Fedha ikifika gramu ngapi ndio tofauti tutoe zaka, ni gramu fulani. Hii gramu tukiileta kwa huku kwetu kwa pesa inakuwa ni pesa ngapi? Ni gramu, inakuwa ni pesa fulani. Basi ukisha kumiliki pesa hiyo unafaa utoe kiwango gani? Kiwango fulani. Kiwango cha huku pesa kwetu ni kiwango fulani, unafanya nini? Unatoa. Dhahabu na pia ni hivyo hivyo, wanaqdani na dhahabu na fedha. Watijara na biashara. Biashara ni yoyote, mathalan wauza ndani ya duka lako, wauza peremende, wauza unga, wauza sukari. Hausemi kwamba sasa hii unga ni peke yake, sukari yote si ni biashara, na ni biashara moja hiyo. Inafanywa nini? Inapigwa hisabu kwa pamoja. Warikaz, rikaz ni yale mali ambayo kwamba yaliozikwa. Wakati wa zamani kulikuwa kuna bank, watu wakifukua, wakichukua ile mitungi, wakitia zile dhahabu zao, wakizizika. Sasa hizi pia leo mtu mathalan yulima katika shamba yake, akipiga hivi, mbona kama kuna kitu hapa, akifukua vizuri akakuta kuna nini, kuna mtungi ukisawa sawa. Sasa hizi mali pia nazo zikipatikana, kuna vile hapo kwamba inafaa itolewe zaka, lakini kuna sharti pia. Hizi rikaz, haya mali yawe ni mali ambayo kwamba yaliyozikwa kabla ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na lazima kutajulikana tu hii pesa hii ilikuwa ya mwaka fulani na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumilizwa mwaka fulani. Kwa hivyo hii ilikuwa ni kabla ya Uislamu. Wal maadinu, na madini. Sawa, tuseme kama hizi mtu amepata almasi, amepata nini, akipata kuna kile kiwango ambacho kwamba ni lazima afanye nini, akitoe. Wal hubub wa thimar. Sawa, hububu kama hizi mahindi, siku wakati ule utakapovuna tu
ni lazima kuna kiwango fulani, kilo fulani zikishakufika ni lazima utatoa kilo fulani. Kisha pia itategemea katika kule kuvuna kwako, je, ama kulima kwako ulitumia gharama gani? Je, ulileta mtu wa kufanya nini, wa kulima na kunyosheza maji, ulitumia gharama hizo? Au alhamdulillah kwenu ni sehemu ambapo kwamba mvua inanyesha kila mara, yule ambaye kwamba aliyetumia gharama katika kunyosheza ile mimea kiwango chake inakuwa ni kidogo, na yule ambaye kwamba hakutumia gharama katika kunyosheza, ni mvua tu sana ilitumia gharama yake, yule ambaye kwamba gharama yake kidogo itakuwa ni kubwa kuliko huyo, pia inakuwa ni tofauti. Lakini inshallah taala tukifika katika hiyo moja baada moja tutaeleza, tutafafanua hao an'am ni kiasi gani, wakifika katika ng'ombe ni kiasi gani, mbuzi, kondoo, pale tutakapofika sasa inshallah taala. Kuanzia kesho tutaanza kueleza moja baada moja, ili tuelewe wale ambao kwamba wenye mifugo, ni mimi nikifikisha ngamia wangapi ni lazimika nitoe zaka, nikifikisha ng'ombe wangapi ni lazima nitoe zaka, nikifikisha mbuzi wangapi lazima nitoe zaka, natoa zaka nini, je nitatoa mbuzi au nitatoa kiwango? Inshallah taala tutaona vile ulama walivyotueleza. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.